Hii ni breaking news na hii unaipata sehemu moja tu, Malema Digital ndio ambao wanaweza kukupatia taarifa hizi za uhakika na za ukweli. Na wamenifikia hapa bwana, zipo taarifa ambazo zimenifikia mezani. Breaking news. Ichukue hii kwa mara ya kwanza. Baada ya purukushani za hapa na pale, mafahali wawili kupigana kwenye zizi moja. Kuna fahali anaitwa Mangungu alafu kuna fahali anaitwa Magoli. Wametandikana kwa maneno, wamerudi kwenye njia moja. Sasa hivi wamewasilisha mezani majina ya usajili, wanataka kuingia sokoni kwa nguvu kutafuta baadhi ya wachezaji. Sasa basi, chanzo changu kikubwa kutoka nchini Angola kimenieleza kwamba Simba wanasukuma kete kuhitaji saini ya nyota Gelson Dala. Nyota huyu ambaye anakipiga kwenye timu ya taifa ya Angola na amekuwa na mchango mkubwa sana kwenye kikosi cha Angola. Sasa basi, Gelson Dala ni mashine ya kusaga na kukoboa. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wanajua sana mpira. Ni nyota ambaye amekuwa na consistency sana kwenye national team ya Angola. Brother, na nikwambie tu, kucheza timu ya taifa ya Angola sio kwa bahati mbaya. Lazima unajua mpira. Angola ni miongoni mwa mataifa makubwa ambayo yanajua sana mpira. Kucheza timu ya taifa ya Angola sio kwa bahati mbaya, lazima uwe na uwezo. Sasa bana, Gelson Dala huyu naweza nikasema ni starman wa Angola. Ana uwezo mkubwa sana. Simba wanasukuma kete kwa nguvu sana kupata mchezaji ambaye atakuja kusaidiana na Chama katika eneo la namba 10. Ukiangalia Simba unaiona ni Simba ambayo ina kaukani kuvae katika eneo la namba 10. Mchezaji pekee ambaye anategemewa katika hilo eneo ni Chama peke yake. Ikitokea ameumia, hawana typical namba 10. It means kwamba ukitaka kikosi kipana lazima uwe na namba 10 wawili, winga wawili, mabeki wa pembeni wawili, wakati wawili. Ndivyo namna ambavyo unaweza ukafanikiwa. Na kocha Steven Becker amependezeka jina la Gelson Dala kwamba wako tayari kwa ajili ya kumsajili. Sasa Gelson Dala pesa inayotakiwa si chini ya bilioni 1 kuweza kunasa saini ya mchezaji huyu. Sasa Simba wanasukuma kete kwa nguvu sana. Mabosi wako bize kuhakikisha kwamba ile deal inakamilika. Kwa sababu Simba walituma ofa kwa mara ya kwanza. Walikuwa wanahitaji Faisal. Lakini kwa Faisal pameonekana pengine kuna hekaika nyingi sana Azam na nini. Mwisho wa siku wamesukuma kete yao kwa Gelson Dala katika eneo la namba 10. Na huyu Gelson Dala aliwahi kutakiwa pia na Yanga. Yanga waliwahi kusukuma kete yao kwenye dirisha dogo. Bahati mbaya kipindi kile wakaita Songo Mbingo, ndo baadaye wanampata Aurelio Maria Depo. Kwa hiyo huyu Gelson Dala ni miongoni mwa wachezaji ambao katika eneo la namba 10 kwenye ubora wake hata Clatous Chota Chama aoni ndani. Na Simba wao wanadai kwamba wako tayari kutoa hiyo pesa kwa ajili ya kupata mchezaji ambaye atasaidiana na Clatous Chota Chama katika eneo la namba 10. Na wanaangalia kwamba OTF kitokea siku moja Chama amekosekana kwenye pitch, nani ambaye anaweza kawa msaada sahihi katika eneo la namba 10? Ndio kitu ambacho kinawaumiza kichwa mabosi wa Simba. Ukiangalia nao Simba inacheza mfumo wa 4-2-3-1. 4-2-3-1 lakini ni flat. Katika eneo la juu force number 9, then kwenye base ya midfield wana attack na viungo wawili, Kagoma na Kante Odo. Hawa ndio walikuwa wanacheza msimu uliopita katika eneo la kiungo. Lakini katika safu ya ulinzi wanabaki mabeki wao wale wale. Eneo la attacking midfielder Libase Chama pamoja na Aniseti Ouro. Ana kila kitu sahihi cha kwenye mpira. Tunazungumzia receiving, returning, releasing, sio, lakini pia ana passing accuracy, usahihi wa upigaji pass. Lakini pia ni miongoni mwa wachezaji wa wajibikaji sana kwenye pitch. Kwa nafikiri huyu Gelson Dala ni mtambo wa maana kweli kweli. Alichomzidi Chama ni kwenye speed. Mwamba ana speed sana, ana mwendo kweli kweli, anapiga kweli kweli, analijua goli. Yaani hii ni mashine ya kusaga na kukoboa. Kwa kama Simba kete yao wanayoisukuma ikikubaliwa na wakapata saini hii, huyu Gelson Dala hakuna mchezaji Tanzania anayemfikia kwa uwezo. Ni anajua sana, anajua kweli kweli, bonge moja la mchezaji. Ana kila kitu ambacho ni sahihi. Kwa binafsi Simba wako sahihi kusema sokoni wanasukuma kete kwa ajili ya kumpata nyota huyu. Na atakuja kuwaumiza sana wachezaji wengi hapa Tanzania. Magolikipa wa Tanzania wataomba maji na maji wataita umma. Kwa uwezo ambao anao huyu mwamba
bwana Gelson Dala. Nazungumza hivi, nimemuona akiwa na Angola, alikuwa akitumiwa kama mchezaji ambaye ana attack kutoka eneo namba 10, alafu juu yake yuko Aurelio Maria Dep. Kuna time ulikuwa unaona bwana Pasensi Mabululu pale juu. Mwamba yeye akitoka chini alikuwa ana attack kutoka right, left. Ni wale namba 10 ambao tunasema anafanya movement. Kama kuna mtu alai kumuona Luka Teni wa Madrid kwenye ubora wake, huyu jamani kama vile Luka Teni, kwa maana Luka Modric, namna ambavyo ana uwezo kurotate katika eneo namba 10. Marvelous kabisa. Kwa hiyo nafikiri moja kati ya saini bora ya Simba, kama wataweza kumnasa Gelson Dala, watakuwa wamejibu pigo la Yanga kumsajili Peter Sherulile. Hapa watakuwa wamepata mashine ya maana kweli. Na Simba kama wako serious, mimi niwaambie tu, huyu Gelson Dala si wa kuacha hata kidogo. Wapita naye kama upepo shwa, kwa sababu atakuja kuwasaidia katika ligi ya Tanzania, lakini pia katika mashindano ya kimataifa. Mwamba ana uwezo mkubwa sana kuweza kufunga na analijua goli kweli. Sasa ukiangalia Simba katika eneo la juu, unamuona yupo upande huku, yuko Karesto ameingia, yupo Mpanzu, yupo Morris, yupo Chama, yupo Libase, Anicet Oura. Wote hao ukiangalia namba 10 ni mmoja tu, Clatous Chota Chama kiasilia. Mpanzu ni anaweza kuchezeshwa kama namba 10 lakini kwa kulazimisha. Lakini Chama ndio sehemu yake pekee pale anaweza kucheza. Kwa nadhani Simba wanaangalia mchezaji ambaye atakuja kumsaidia pia Clatous Chota Chama katika eneo namba 10, kwa maana kwenye mbinu tactical, namna ambavyo coach Steven Becker anaweza kawa na rotate hao wachezaji. Kwa nafikiri ni saini bora. Simba kama watafanikiwa, basi watakuwa wamelamba dume kweli. Na hapa hii kete imesukumwa kwa tajiri Mo. Bwana Mo umekaa kimya muda mrefu. Hebu tuletee Gelson Dala. Kwa wanapambana kweli. Ninapozungumza hivi sasa, wapo baadhi ya viongozi wa Simba wanaendelea kupambania saini ya huyu mchezaji. Na kama akipatikana, Yanga wataona wivu. Kwa sababu gani? Kwa sababu waliwahi kuulizia huduma ya mchezaji lakini hawakufanikiwa kumpata. Kwa hiyo inawezekana wakaona wivu, kwa maana ya kwamba mashine walioitafuta wao upande wao walikosa, lakini Simba wamefanikiwa kuipata. Kwa hiyo wanaweza akaumia kweli. Lakini ni bonge moja la mchezaji, mchezaji mkubwa ambaye anaujua kweli mpira. Sio tu anaujua kweli kwenye pitch, kwenye kuassist na kwenye kufunga. Na amewasumbua sana magolikipa wengi sana. Kwa nafikiri bwana Mo kama pesa yake mfukoni inatoka ya kutosha, basi nyota huyu Gelson Dala itakuwa rahisi sana kumpata na anaweza kwenda kufanya balaa kubwa sana. Hebu imagine mfano ile Simba ya msimu uliopita, una winga Libase Gay. Bwana hii winga ni hatari. Winga inakuja mguuni. Ushakusikia ile waambia mtu anakushtua tu joka. Unaposema joka kumbe ndio kama yuko karibu ya miguu yako, unasema mama, ndio hiyo sasa. Libase ni kama vile nyoka mwenye sumu kali, muda wote anakufuata mguuni. Balaa hilo la Simba msimu ujao. Halafu huku una Anicet Oura. Anakuja kama Haji, anafukia kushoto kama anafukia kulia. Anakimbia kama vile Haji, anaweka kamba. Halafu imagine namba 10 unakuwa na Gelson Dala. Mzee wa hizi kazi, anaenda kushoto. Mimi namuita Luka Teni wa Angola. Anajua sana, afikia kushoto, kulia, anagonga ndani, anachukua, anatandika mti. Ni anajua sana Gelson Dala. Kwa hiyo imagine kikosi cha Simba msimu unaokuja, una Kibabage, una Lucien Delop, una Toure, una Kagoma, una Nation. Alafu mbele una Gelson Dala, mtu na nusu. Jembe, jitu la kazi kweli. Kwa dhani moja kati ya saini ambayo Simba wanaihangaikia sana. Wakiipata, mimi nitakuwa mtu wa kwanza kuambia Simba wamepata mashine. Inajua kweli, inajua sana. Kwa Simba pale sioni mchezaji ambaye anaweza kumfikia huyu Gelson Dala. Kwa waliopo pale sio Anicet Oura, sio Libase Gay, sio Chama, sio Morris, sio mchezaji yote yule pale Simba hamna anayemfikia. Jamani, anajua sana mpira, anajua sana. Ukitaka uamini katika hilo, muulize Aurelio Maria Dep akwambie kuhusiana na Gelson Dala. Wao ni kama mapacha, yani kwenye wakati kwenye taifa ya Angola unaona kama vile mapacha. Yule jamaa anajua mpira. Kwa nadhani Simba waendelee kupush deal lao ipatikane bilioni 1.5 ili waweze kunaya sasa ya nyota huyu ambaye amekuwa akisaka mafanikio makubwa sana kwenye kosi ya timu ya taifa ya Angola. Tena kwenye uwezo mkubwa sana. Moja kati ya mashindano ya mwisho ambayo nimeona ni AFCON ambayo ilifanyika, if I'm not mistaken, Morocco katika msimu uliopita, si ndio? Ambao Morocco ndo alichukua ubingwa wa mezani mbele ya Senegal. Alikuwa na moto sana. Jamaa anavaa jezi yake namba 10 mgongoni. Ana tabia moja, akifunga anakuambia soma jezi.
maana yake ni kwamba madini hapo mgongoni. Bonge la mchezaji. Kwa watu ambao walishawahi kumshuhudia Azizi, hata Azizi inawezekana kwa huyu mwamba asifike. Huyu jamani mwepesi. Ninapozungumza mimi nimemshuhudia, ni anajua sana bwana Gerson Dala. Hii ni kiboko ya wachezaji wa Bongo. Kwa nafikiri Simba waendelee kupush zaidi dili hili. Kama akipata itakuwa ni moja kati ya saini bora kabisa kuwahi kutokea katika klabu yao.